lakini tunaomba msisitizo, kwa sababu imekuwa kilio kikubwa sana kwa wananchi wetu. Matokeo yanatokea kwa sababu ile barabara inachimbika. Kuna baadhi ya nyumba zilianguka kwa sababu ya hiyo barabara. Nafikiri nimekuwa mara nyingi mkija mkiona tunavyopambana. Tunashukuru barabara hii ambayo ilikuwa inatoka Buyuni kwenda Yusran, shule ya Yusran. Sasa hivi imewekwa yale makaravati na imekaa katika mazingira. Lakini baada ya kuja mvua, sababu hatukupata kifusi cha kutosha kwenye hii barabara. Kwa hiyo wito wangu, naomba kwa mamlaka husika tuweze kupata vifusi katika hii barabara ikae sawa, kwa sababu sehemu nyingi ambazo tulipitisha iliwekwa makaravati. Kifusi kiliwekwa sehemu tu zile baadhi za makaravati, lakini sehemu zingine hamna kifusi. Kwa hiyo imekuwa inakata, barabara zinakatika kwa sababu ya mvua. Kwa hiyo tunaomba sana kwa mamlaka husika waweze kutupatia kifusi tuweze kujaza, basi barabara hizo zinapitika kwa wakati. Lakini pia tuna changamoto ya barabara moja ambayo ipo kwa Zoo, kutoka kwa Zoo mpaka sehemu moja wametoka Masamaki. Hiyo barabara ina kilomita 2.5. Hiyo barabara imekufa kabisa. Zaidi ya miaka 15-20 haipitiki kabisa. Na wakati huo barabara haipitiki, maana yake hata wakazi wa eneo lile wanazunguka ili wafike kwa. Hata maendeleo hakuna. Kuna watu kwenye barabara hiyo kwa mafemo wamefunga. Hakuna anayepita atakayenunua kwa sababu haipitiki. Kwa hiyo ile barabara ni kwetu ni kubwa na ni kitega uchumi kwa wananchi wetu. Ipo kwenye mpaka wa Buyuni na Zavara. Kwa hiyo barabara ile imefikia wakati mpaka wananchi sasa wanataka kuvamia kuingia kwenye kujenga maeneo ya barabara. Kwa hiyo wito wangu mkubwa, ile barabara iangaliwe na iweze kufanywa kazi. Inaitwa barabara Zoo Road. Ina kilomita 2.5. Kwa hiyo naomba kwa mamlaka husika TARURA walishafika kuja kuangalia, lakini tunaomba msisitizo na nyinyi waandishi wa habari tusaidie kuhakikisha ile barabara inaweza kuwa inakamilika na kuwa sawa, kwa sababu imekuwa kilio kikubwa sana kwa wananchi wetu. Lakini pia kata ya Buyuni kwenye miundombinu imekuwa iko nyuma sana, sio mtaa wangu tu wa Buyuni, kwa sababu wananchi wetu wa mtaa wa Buyuni wanaingiliana na mitaa mingine. Kwa hiyo wanapotembea sehemu nyingine wanakutana na changamoto zile. Kwa hiyo kata yetu ya Buyuni kwa miundombinu iko nyuma sana, tofauti na kata zingine ambapo unaweza kwenda sehemu nyingine na kwenda sehemu nyingine bila changamoto, na hasa kipindi hiki cha mvua. Sisi tuna vivuko vitatu ambavyo vinaleta hawa wanafunzi kuja shule. Kipo kivuko kinaitwa Manoti Road, kuna kivuko kingine kinaitwa Kaja Road, kuna kivuko kingine kipo Mwongozo. Ile vivuko kipindi cha mvua manake wanafunzi hawawezi kuvuka. Na hiyo tunaomba sana hiyo kipaumbele tuweze kupata hiyo vivuko vijengwe, wananchi wetu waweze kupita. Labda ni katika changamoto za miundombinu. Labda kuna matukio yote ambayo yanatokea nyuma imetokea kwa ajili ya ubovu wa barabara ile barabara kwa zero. Matokeo yanatokea kwa sababu ile barabara inachimbika. Kuna baadhi ya nyumba zilianguka kwa sababu ya hiyo barabara. Inachimbika kwa sababu mvua zinapokuja ndio barabara ambayo inapita nyingi. Na pia tuliandika barua mpaka TANROADS kwa sababu maji hakuna mfereji, yote yanakimbilia hiyo barabara, na ndio maana imeharibika sana, na maana imefungwa, hakuna mtu anayeweza kupita hiyo. Kwa hiyo tuliandika barua kuomba watengenezee mtaro kutoka kwa Chikila mpaka mto Mlolongo. Maana ule mtaro ungekamilika, maana ungepunguza sasa athari za wananchi wetu kubomoka hizo nyumba zao. Na TANROADS walisema watakuja kwa ajili ya kuweza kufanya survey na kuweza kutengenezea, lakini sasa hivi mwaka umepita hatujaona. Tunaomba sisi kilio chetu kifike sehemu husika, basi waweze kutusaidia ili wananchi wetu waone serikali yao jinsi inavyofanya kazi.